Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina ninaitwa Mariam Zuberi Huseni, natokea Kiseke, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Mimi ni mhitimu wa Form 6 awamu ya 6. Kirefu cha Form 6 ni wahitimu wa kidato cha 4 awamu ya 6, ndo kirefu cha hiyo Form 6. Mimi ni amirati wa Form 6 hawa. Wakati kambi inaanza kwa hawa wahitimu wa kidato cha 4 awamu ya 6, changamoto kubwa ilikuwa ni malezi, kwa sababu vijana wengi wanaokuja hapa wanakuwa na tofauti za kimalezi. Kuna ambao wanakuwa na tabia mbaya, wengine wanakuwa na tabia mbaya kabisa, wengine wanakuwa wana tabia nzuri, wengine at least, wengine wanaweza kujiongoza, wengine hawezi kujiongoza, mmoja kuwa ni wakubwa. Lakini kutokana na juhudi za walimu, wameweza kuwa control wote kwa pamoja mpaka kuhitimu kwa pamoja wakiwa na tabia moja na ujuzi wa aina moja. Kwa sababu hapa katika kambi yetu sio tu malezi, tunajifunza pia fani mbalimbali kama kompyuta, upishi, ushonaji, uchomeleaji, mapishi. Tunajifunza vitu vingi, lakini vyote hivyo tuweze kuvifanya kama hatutakuwa na maadili katika jamii, kama hatutakuwa na dini katika jamii. Kwa hiyo kutokana na jitihada za walimu hawa, wameweza kupambana mpaka kuwafanya vijana kuwa katika tabia moja. Kuna ambao walikuwa hawaswali, lakini sasa hivi wanaswali, wanajiongoza wenyewe hata bila walimu kuwaongoza. Hizo ni jitihada za walimu. Mpaka sasa hivi kambi inaisha, juhudi zilizofanyika ni kubwa na mafanikio yaliyopatikana ni makubwa sana, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kufanya ibada peke yake, tofauti na mwanzo walipokuwa wakilazimishwa. Lakini pia watu wana ujuzi wao, wanaweza wakatoka hapa wakafika kwa wakajiajiri kwa uadilifu, kwa tabia njema na kwa hekima. Kwanza Allah alipe kheri sana walimu hawa, wazidishie. Lakini pia ninawashawishi wazazi wawalete watoto wao kusoma, kwa sababu watoto wengi siku hizi wamekaa na elimu moja kwamba asome atapata ajira. Tofauti ni kwamba mtu anatakiwa awe na ujuzi, sio tu kwamba kusoma tu ndo ukisoma maisha ndo unakopo nayo. Hapana, natakiwa kila mtu awe na ujuzi, lakini ujuzi hauwezi kuwa ujuzi kama hauna malezi mazuri. Ndio maana hiki kituo kina malezi, kina masomo ya kimalezi na ina masomo ya kijamii. Kwa hiyo wazazi, nawashauri sana mwalete watoto hapa kwa ajili ya kupata malezi na ujuzi wa fani mbalimbali. Kambi yetu ni kukaa miezi 3 tu, lakini ndani ya miezi hiyo 3 japokuwa ni michache, lakini lazima mtoto aondoke akiwa yuko vizuri kutokana na jitihada za walimu wa hapa. Kwa huo ndio ushauri wangu. Allah awalipe sana walimu, awafungulie na wazidishie, kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana 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 sana. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina ninaitwa Shaban Haridi Saidi, natokea kijiji cha Msimba, kata Mungonya, wilaya ya Kigoma DC. Mimi katika kambi hii ni amiri ambaye nimehudhuria katika kambi hii kutoka mwezi wa 12 mpaka hivi leo tunatamatisha. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala namshukuru, lakini pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie rehema na amani viongozi hawa ambao wanasimamia programu hii, kwani ni viongozi ambao ni waadilifu. Lakini pia mbali na hayo, hapa kuna malezi mbalimbali na masomo mbalimbali wanafunzi tunajifunza ambayo yanaweza kutusaidia baada ya kuondoka hapa. Pia fani mbalimbali za kimaisha zipo, mfano utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa mishumaa, mafuta, ushonaji, lakini pia ufundi umeme. Hivyo ushauri wangu kwa wazazi na walezi kutoka sehemu mbalimbali, na naomba au na washauri wawalete wanao hapa kwa ajili ya malezi na kupata fani mbalimbali ambazo zitawasaidia kimaisha. Baada ya kutoka hapa wanakuwa na uwezo wa kujiajiri, lakini pia hata wakiajiriwa wanakuwa na nidhamu na hekima. Nikifika hapo, hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.